Sasa hapo hapo katika baadhi ya visiwa ambavyo umevitaja vinafanya vizuri sana. Mauritius inatajwa kama ni miongoni mwa visiwa vinavyofanya vizuri. Maldives, Madagascar, Komoro pia wapo hao. Na sisi Zanzibar tunajiweka katika nafasi gani kwenye kuingia kwenye ushindani wa aina hiyo, kwa sababu kuna visiwa vinafanya vizuri, au sisi tunategemea miongoni mwa visiwa hivyo kuwa ni vigezo vyetu katika sekta hii ya utalii? Tulisoma kwao. Tulisoma kwao. Na mimi mmoja binafsi wakati ule tulikuwa tukikimbia sana huko. Tukaenda kuangalia wao wamefanikiwa vipi na sisi tufanye vipi. Wakati ule tukiambiwa kwamba nyinyi Zanzibar mko miaka 15 nyuma. Lakini tunashukuru leo wanakuja kwetu. Leo wanatoka Seychelles wanakuja kwetu. Wanatoka huko Mauritius wanakuja kwetu. Wanakuja kuwekeza, kusoma na kuwekeza. Lakini pia nakuja kuangalia huu mfumo mzima wa ushindani ambao tayari upo. Mimi huwa naangalia vigezo vya kimataifa katika 10 bora za vivutio vya utalii barani Afrika vinavyoongoza kwa huduma bora za usafiri wa anga. Zanzibar imo katika 10 bora ndani ya Afrika ya vivutio vya utalii vinavyoongoza katika miradi mikubwa ya kimkakati angalau 10 kwa mwaka. Zanzibar imo katika 10 bora za ulimwengu ambayo wenyewe wanaita kama ni destination ya honeymoon, ambayo huko zamani ilikuwa imetawaliwa sana na wenzetu wa visiwa vya Caribbean na vya Bahamas na kwingineko. Leo Zanzibar imo katika 10 bora mfano wa michezo ya bahari kama vile vishada. Ni kwamba leo tunashindana na wenzetu wa Brazil, wenzetu wa Jamhuri ya Dominica, wenzetu wa Mauritius, ukiachia Morocco, Spain, wapi. Zanzibar imo. Vigezo kama hivi vinakupa confidence kwamba sasa tayari tumo kunako soko la ushindani. Na hapo tunazungumzia pia utalii wa kilimo, utalii wa viungo, spice farm tourism, ambayo katika ukanda huu wa bahari ya Hindi ni Zanzibar pekee. Nazungumzia mtalii ambaye anakuja Tanzania, anaanza kunako mbuga, anamalizia Zanzibar, au anaanza Zanzibar, anakwenda kunako mbuga, anarudi Zanzibar. Kwa hivyo package ya Tanzania ya kiutalii tukubali ya kwamba pia inaiinua Zanzibar zaidi, inaipa Zanzibar advantage kama ni sehemu ya Tanzania ambayo inatoa huduma zenye gharama bora, affordable prices. Leo mtu anapokwenda Mauritius tayari gharama zake zinakuwa kubwa, lakini leo mtu anapokuja Zanzibar kuwekeza katika prime land, anapokwenda Mauritius prime land yake ni 60% zaidi ya gharama ambazo anazipata Zanzibar. Ina maana yeye anakuja Zanzibar ikiwa tayari anaona kwamba sasa Zanzibar imo ndani ya soko la ushindani wa kimataifa. Na ndio maana wenzetu wa mamlaka ya uwekezaji hapa Zanzibar ZIPA wamekuwa katika kampeni moja kubwa sana ya kuvutia wawekezaji ambao hapo awali wangesema wanakwenda Mauritius, wanakwenda Maldives, wanakwenda Seychelles, wanakwenda Sri Lanka, lakini sasa wanakuja hapa Zanzibar. Hayo ni maeneo, ni mafanikio ya legacy ya Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi, legacy ya Mheshimiwa Rais Mama Samia, na katika siku hizi 100 za sehemu ya pili ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, Zanzibar inaendelea.